CPT. Basi naomba kuwasilisha taarifa ya utendaji ya CPT Jimbo Katoliki la Kondoa. Kabla sijaanza kuiwasilisha, basi tu ni wafahamishe CPT katika Jimbo Katoliki la Kondoa ilizinduliwa tarehe 29 mwezi Juni 2024. Kwa sababu hiyo, Jimbo Katoliki la Kondoa ni miongoni mwa majimbo machanga kwenye CPT. Taarifa ya utendaji kazi ya CPT Jimbo Katoliki la Kondoa. Umoja wa wanataaluma wa Kikatoliki katika Jimbo Katoliki la Kondoa ni chama cha kitume cha waamini waliobatizwa, walioelimika katika nyanja mbalimbali, wanaojitolea kutumia taaluma zao kwa ajili ya maendeleo ya kanisa na jamii kwa ujumla. Ni chama cha kitume ambacho kipo kwenye ngazi ya parokia, jimbo na taifa. Lengo kuu la CPT ni kuwaleta pamoja wanataaluma wa Katoliki ili kushirikiana katika masuala ya kiimani, kijamii, kitaaluma na kimaendeleo kwa mwanga wa Injili. Katika jimbo letu, chama hiki cha kitume kilianzishwa rasmi tarehe 29 mwezi Juni 2024 kwa kuzinduliwa rasmi na Baba Askofu wetu Bernardini Mfumbusa, ambapo katika misa ya uzinduzi ilihudhuriwa na wanataaluma zaidi ya 200 kutoka parokia mbalimbali ndani ya jimbo, na semina fupi iliendeshwa baada ya misa na mwezeshaji kutoka taifa, ndugu Patrick Tegemea. Kisha uzinduzi ulifanyika katika kila parokia na parokia teule zote. CPT Jimbo Katoliki la Kondoa iliwekwa chini ya Mtakatifu Thomas More awe msimamizi na mwombezi wetu. Mlezi wa CPT Jimbo Katoliki la Kondoa ni Padri Bernard Lubuva, paroko wa kanisa kuu, ambaye pia tumekuja naye. Mwenyekiti ni Zakaria Alexi, kwa taaluma ni mwalimu. Mwenyekiti msaidizi ni Antonia Anisetus, ni taaluma yake ni mwalimu. Katibu ni Erasto Francis Lueve, ni afisa ugani. Katibu msaidizi ni Veronica Po, kwa taaluma ni daktari. Mweka hazina ni Agnes Peter Masawe, yeye ni muuguzi. Malengo mahususi: 1. Kukuza imani ya wanataaluma katika maisha ya kila siku. 2. Kuwezesha mijadala ya kitaaluma kuhusu maadili, maendeleo, siasa na jamii kwa mtazamo wa Kikatoliki. 3. Kutoa ushauri na msaada wa kitaalamu kwa kanisa, shule, hospitali na taasisi nyingine katika kanisa kwa gharama sifuri. 4. Kuwa sehemu ya malezi ya vijana katika elimu, kazi na maadili. 5. Kushirikiana na taasisi nyingine zenye mwelekeo wa maendeleo ya jamii. 6. Kuwezesha na kutoa semina na warsha za kitaaluma na kiroho. 7. Kutoa elimu kwa jamii kuhusu masuala ya afya, sheria, kilimo na mengineyo. Kwa mwaka 2024-2025, Umoja wa wanataaluma wa Kikatoliki Jimbo Katoliki la Kondoa uliendelea kutekeleza majukumu yake kwa lengo la kuchangia maendeleo ya kanisa na jamii kupitia taaluma na huduma mbalimbali. Katika taarifa yetu hii tutatoa muktasari wa mafanikio, changamoto na mapendekezo. Msifu Yesu Kristo. Au kufuata format sasa, taarifa yako inakuwa ni ndefu. Naomba ujaribu kuangalia nifupishe. Asante. Mafanikio. CPT Jimbo Katoliki la Kondoa tulifanya semina kwa wanataaluma wote kuhusu malezi, familia na ndoa. 2. Kutembelea, kuzindua na kufanya uchaguzi wa viongozi wa mpito wa CPT
kwenye parokia zote na parokia teule zote za Jimbo Katoliki la Kondoa. 3. Kusimamia na kuwezesha uzinduzi wa matawi ya TYCS kwa shule za sekondari mpya 3. 4. Kuwezesha utoaji wa elimu ya dini Katoliki na maadili shuleni kwa shule za msingi na sekondari kwenye parokia 5 kati ya 18. 5. Kuwezesha mahujaji 2 kwenda kuhiji katika madhabahu ya Mama Bikira Maria wa Kibeho huko Rwanda Disemba 24. 6. Kufungua akaunti katika benki ya CRDB mwezi Julai 2024. Changamoto: 1. Mwitikio hafifu wa wanataaluma katika mambo mbalimbali yanayowahusu. 2. Udhaifu wa mawasiliano kutokana na jiografia ya parokia za Jimbo la Kondoa kuwa mbali na udhaifu wa mawimbi ya mitandao ya simu za mkononi na usafiri. Kukosa walimu wenye taaluma stahiki kwa ajili ya kufundisha elimu ya dini Katoliki na maadili shule za msingi na sekondari, hatua iliyopelekea walimu wachache kupewa semina fupi na kuanza kazi ya ufundishaji. 5. Upungufu wa vifaa toshelevu kwa ajili ya ufundishaji wa elimu ya dini Katoliki na maadili kwa shule za msingi na sekondari. Matarajio: 1. Kuanzisha miradi endelevu kwa ajili ya kuwa na chanzo cha mapato imara. 2. Kutoa msaada wa huduma kwa wahitaji kulingana na taaluma. 3. Kuandaa semina ya uongozi mwezi Januari 2026. 4. Kuandaa semina ya ndoa, malezi na familia. 5. Kuandaa kamati itakayosimamia na kuwezesha mahujaji wa kimataifa na kitaifa. 6. Kuimarisha mawasiliano katika maeneo yote ili kuwa na CPT imara zaidi. 7. Kuimarisha mahusiano na mamlaka za kanisa ili CPT iweze kufanya kazi za kitume sawasawa na kwa ukamilifu. 8. Kushiriki kikamilifu katika yote kwenye mwaka mtakatifu wa Jubilei. 9. Ni kushiriki uchaguzi wa kanisa kama ilivyoelekezwa na Baraza la Maaskofu. Mwisho, CPT Jimbo Katoliki la Kondoa tunaushukuru uongozi wa CPT Taifa chini ya Baba Mlezi Padre Vic Masiani kwa kukubali wito wa Baba Askofu Bernardini Mfumbusa, askofu wa jimbo letu la Kondoa, kwa kuja kutoa semina na uzinduzi wa CPT tarehe 29 mwezi Juni 2024, na sasa CPT ipo Kondoa na ni hai. Juu ya yote tunamshukuru Mungu kwa neema anazotujalia katika maisha na utume wetu wa kila siku. Ametupa nguvu daima nasi tumtumikie. Mungu atubariki sote. Mtakatifu Thomas More, msimamizi na mwombezi wa wanataaluma. Asante, naomba kuwasilisha mwenyekiti. Asante.